Miongoni mwa majina makubwa zaidi duniani na kamwe katika karne ya 21 hayatakuja yasaulike, lipo jina la Lionel Messi katika uwepo wa kandanda duniani. Nahodha wa Argentina Lionel Messi ameendelea kuandika historia mpya katika soka la dunia baada ya kufikisha mabao 18 ya kombe la dunia na kuwa mfungaji bora wa muda wote katika historia ya mashindano hayo makubwa zaidi duniani. Rekodi hiyo aliifikia baada ya kufunga mabao mawili katika ushindi wa Argentina wa mabao 2-0 dhidi ya Australia kwenye mchezo wao jana. Kabla ya mafanikio hayo, rekodi ya ufungaji ilikuwa ikishikiliwa na gwiji wa Ujerumani Miroslav Klose aliyekuwa na mabao 16 tangu mwaka 2014. Messi sasa amevunja rekodi hiyo na kuonyesha kuwa bado ana uwezo mkubwa licha ya kuwa karibu kutimiza miaka 39. Katika mchezo huo dhidi ya Australia, Messi hata alipoteza penalti mapema kabisa, na mpaka sasa Lionel Messi ameweka rekodi ya kuwa mchezaji wa kombe la dunia ambaye amekosa penalti 3, lakini alionyesha tabia ya mabingwa kwa kurudi na kufunga mabao mawili muhimu yaliyohakikishia Argentina ushindi wa nafasi nzuri katika hatua inayofuata ya mashindano. Huu ni ushindi mwingine wa kwa nini wengi wanamchukulia kama mmoja wa wachezaji wakubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia ya mchezo wa soka duniani. Wakati Messi akiendelea kuvunja rekodi, macho ya mashabiki wengi yapo kwa Cristiano Ronaldo. Nahodha huyo wa Ureno ni mmoja wa nyota wanaoheshimika zaidi duniani, lakini katika kipindi hiki cha kombe la dunia kwa mwaka 2026 hajaanza kwa kasi sawa na wapinzani wake wakuu. Ronaldo bado ana mchango mkubwa wa kiongozi ndani ya kikosi cha Ureno, lakini ushindani wa kizazi kipya cha wachezaji umeongezeka sana, na sasa kila mechi ni fursa kwake kuthibitisha kuwa bado anaweza kuamua matokeo makubwa. Mpaka sasa mchezaji Cristiano Ronaldo anaendelea kuandamwa zaidi na mashabiki juu ya pressure iliyopo kati ya mbabe wake Lionel Messi duniani. Kwa upande mwingine, nyota wa Ufaransa Kylian Mbappe anaendelea kuonyesha kwa nini anachukuliwa kuwa mrithi wa enzi za Messi na Cristiano Ronaldo. Katika kombe la dunia la mwaka 2026, Mbappe ameanza kwa kiwango cha juu sana. Jana na tena aliongeza Ufaransa kwa kufunga mabao mawili katika ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Iraq, akiongoza kasi yake katika mbio za kuwania kiatu cha dhahabu cha mfungaji bora wa mashindano. Mbappe tayari amevunja rekodi kadhaa akiwa na timu ya taifa ya Ufaransa na ameendelea kuonyesha uwezo wake wa kasi, ufundi na umaliziaji wa hali ya juu. Mabao yake ya jana yameifanya Ufaransa kutuma ujumbe mzito kwa wapinzani wao kuwa wako tayari kupambana kwa ajili ya ubingwa wa dunia. Mpaka sasa rekodi ameendelea kuishikilia na kuiweka Mbappe, ambapo katika timu ya taifa ya Ufaransa ndiye mfungaji bora wa muda wote mpaka sasa wa kombe la dunia. Kwa sasa kombe la dunia la mwaka 2026 linaonekana kuwa jukwaa la vizazi viwili. Upande mmoja yupo Messi ambaye ameendelea kuvunja rekodi akiwa katika miaka ya mwisho ya karia yake, na upande mwingine yupo Mbappe ambaye anaonekana kujiandaa kutawala soka la dunia kwa miaka mingi ijayo. Swali kubwa ambalo mashabiki wengi wanauliza ni hili: je, Messi ataendelea kuongeza rekodi zake na kuiongoza Argentina kutetea ubingwa, au Mbappe ataibeba Ufaransa kuelekea taji jingine la dunia? Muda ndio utaongea majibu, lakini jambo moja ni hakika: kombe la dunia la mwaka 2026 linaendelea kutupa simulizi za kipekee ambazo zitakumbuka kwa miaka mingi, karne na karne. Hii ni simulizi pendwa na nzuri zaidi kutoka Maili Media. Cha msingi na cha muhimu, bonyeza alama ya kengele kwa maana ya kusubscribe, utazidi kuwa kwanza kupata stori zetu kubwa zaidi za makala kutoka ndani na nje mipaka ya Tanzania. Bye bye.